تقول: اترك أثرا جميلا قبل الرحيل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحبتي في الله, khutba yetu ya leo yatuzungumzia jambo muhimu kwa wakati munasib. Kama tunavyojua, tumeanza mwaka mpya Hijiria 1447. Huu ni mwezi Muharram katika miezi mitukufu. Lakini kwa kuanza mwaka huu ni lazima ujiulize maswali, kwa sababu unapoongeza mwaka umepunguza mwaka wa maisha. Hatujijui, labda tusema tumeongeza, kumbe ndio tumepunguza, tuondoka. Kwa sababu ni wengi walioishi mwaka jana hawakumaliza mwaka, leo mwaka huu hawapo ulimwenguni. Mimi na wewe yatakikana tusiwe na zile fikra kwamba tuna sherehe ya mwaka mpya. Muislamu hana sherehe ya mwaka mpya. Muislamu anahuzunika anapomaliza mwaka, kwa sababu umepunguza, kaburi limekuja karibu. Kinachohitajika ni kujiuliza maswali. Mwaka jana niliishi vipi? Nilivyoishi yalikuwa maisha sahihi? Mimi na mwasilati ilaka, mimi na wewe hatujafika. Allah tabaraka wa taala yuhibbu almuhsinin. Mimi na wewe ihsani zetu ndogo, lakini kuna mlango Allah asema inna Allah wa yuhibbul mutatahhirin. Allah anawapenda wenye kutubia, sote ni wakoseaji. Kwa hivyo tuna mlango, tumepewa fursa ya mlango huu tuutumie. Na Allah katika Qur'ani, kufaulu kwa mwanadamu ni kukubali kutubu, kubadilika, akaondoka yake akaja kwenye mazuri, akaondoka kwenye mapungufu yake akaja kwenye kukamilisha, akaondoka kwenye tabia zake mbaya akaja kwenye tabia nzuri. Watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah asema tubieni enyi waumini ili mupate kufaulu, kwa maana asiyekubali kutubia hawezi kufaulu. Sasa mlango huu ndio wetu jamani. Mujahidina hatuko, munfikina fi sabilillah hatuko, kula hatupatikani, lakini toba tujijua ni wakosaji. Kila mmoja ajua mapungufu yake. Tumia fursa hii, mwaka mwingine umekuja na bado hujakaa chini ya ardhi, basi tumia fursa ya kutubu ili upate kufaulu. Na ndio Allah tabaraka wa taala akatuonyesha katika Qur'ani kwamba wale wasiotubia kwa kweli hiyo ni jitu dhalim. Wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun. Allah asema wale ambao hawataki kutubu, hiyo ni miji dhalim katika ulimwengu, kwa sababu ajidhulumu nafsi yake, adhulumu haki za Mola wake, adhulumu wenzake, hataki kurudi nyuma, yuwasonga. Allah akasema wa man lam yatub fa ulaika humudh dhalimun. Hili ni muhimu la kwanza katika mwezi huu. Kila mmoja ajifanyie hisabu wapi ana mapungufu, ili aondoshe zile kasoro zake, kwa sababu hajui amebakisha nini. Na kariri kila mara kusema vitu vyote vyaweza kuwa vyetu, ila umri sio wetu, maisha sio yetu. Wewe ukiulizwa una gari ngapi wajua, una saa ngapi wajua, simu ngapi wajua, akaunti yako kuna hela ngapi wajua, lakini ukiulizwa umebakisha siku ngapi za kuishi, nani anajua? Sasa kama hatujui tumebakisha umri gani, asiyejua kitu sio chake. Mtu anajua kitu chake, madamu hujui umri wako umebakisha miaka mingapi. Umri sio wako, shetani akutezea sema usiingilie maisha yangu na maisha wewe. Kuna maisha bosi, maisha yako mkononi wa Allah. Ni yeye yudabbiru al-amra kulla yawmin huwa fi shan.
huyu azaliwa, yule kafa, yule hivi, yule hivi. Yeye tu ndiye aliyemiliki maisha yetu. Ni dharura liwe ni somo kwa kuingiliwa na mwaka. Nakumbuka tulipokuwa chuo, mwaka ule tumefanya mitihani, tukaweka hafla ya kusherehekea kuwa tumemaliza, tukaita hafla tutakharuj. Katika tulioalika, mmoja ni dini wa college yetu. Alipokuja watu wakatuzungumzia hivi, mwenda kuingia kwenye maisha huko, yeye alipokuja akasema, mimi nitakutoa makosa hii title ya hii hafla. Hii si hafla tutakharuj, hii ni hafla tutawaqqa litakharuj. Hapa nyinyi hamjatoka, mwatarajia kutoka. Fa kullu man ya'buru an-nahar yasil ila muntaha. Akasema si kila mtu anayevuka mto atafika mwisho. Kuna wengine wanakufa maji njiani, kuna wengine wanashindwa akarudi. Kwa hivyo msiseme kwamba mshatoka, kuna wengine waweza wakaanguka wakarudia tena. Sasa na huu mwaka makafiri shatoboa, metoboa nini? Hujatoboa shekhe. Lugha ya kijahili isije kwenye akili zetu. Sisi katika dunia hii ni kama watu walioko baharini, hawajui kuogelea, wameshikilia boya, ndio la pelekwa na maji wafike pwani. Ukilitoboa boya hili wewe kwa takufa maji. Boya hili likitoboka ndio ushakwisha. Haya maisha tuliopewa tusiyatoboe. Maisha tuyatumie vizuri, na njia moja ya kuyatumia vizuri ni kufanya toba. Kila jioni ujiulize, siku ya leo niliishi vipi mimi na Mola wangu, mimi na majirani zangu, mimi na familia yangu, mimi na washirika wangu kazini, nimeishi sawa kweli? Kwa sababu ukishaondoka hakuna kingine chenye kukusaidia ila ni ule muda wako ulioishi nao, kama uliishi vizuri. Dunia lengo kubwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. La pili ambalo ni dharura ni kujiuliza, mimi nimeacha athari gani katika ulimwengu? Lau nitaondoka, nimeacha nini? Kwa sababu jina lako litakwenda, kazi yako itachukuliwa na mwingine, hata nyumba yako, hata yule aliyokukisema huyu ni wangu, majina yote umeniita bebi nani, atakuwa bebi kwa mwingine, si bebi kwako tena. Kila kitu kitaondoka, lakini utabaki sasa kule ulipo na yale uliyofanya mazuri uliyoacha. Uliishi vizuri, ukamjua Mola wako, basi hili ndilo jambo pekee litabakia. Hadithi inayotokana na Anas bin Malik ambayo imepokewa na Bukhari na Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema, yatba'u al-mayta thalathatun, maiti hufuatwa na mambo matatu. Akisha kufa, kwanza jina hana tena. Sikia Mtume amuita nani? Maiti. Na ndivyo atakavyoitwa. Hakuna tena Ali, Hassan, Ahmed, hakuna. Maiti. Hospitali asema mwili ushaletwa, ukisha leteni jeneza, sogeza maiti shimoni. Na jamaa wakizungumza maskini marehemu, hakuna tena jina, kwisha. Title yako ilikuwa sijui honorable nani, inakwenda mbali. Sasa ni wewe na amali zako. Kwa hivyo kinachotakikana dunia hii, wewe umeacha nini? Hili litabakia. Kuna athari umeiacha katika ulimwengu, legacy fulani. Hii itakusaidia watu wakukumbuke. Kuna kijana mmoja alikuwa akipenda raha sana. Nyumbani kuna nafasi, biashara enda vizuri, yeye hana kengine. Akiona hela zimeingia vizuri, huyo amepanda ndege, ameenda huku, ameenda kule, ametembea kule starehe zile. Babake akasema huyu atakufa na afie, wanavyosema watu wangu.
atakufa yeye na mali yake pamoja, hana athari yote. Akaamua kutembea naye, akamwambia kuna nchi fulani hujaenda, tutakwenda pamoja tukatembea. Wakaingia kwenye ule mji. Katika matembezi ikaja moja kwamba hapa kuna makaburi ya ajabu. Baba, paka makaburi pia? Amwambia sio yale unayojua, kaburi zao haya hapa ni burudani tosha ukienda kutembelea kaburini. Sawa. Alipokwenda makaburini kweli akaiona ajabu. Mtu ameandikiwa pale amezaliwa mfano 1960 akafa 2020, lakini kisha ameandikwa Asha Shahareni, huyu ameishi miezi miwili. Kambe baba, hiyo burudani watu watahesabu wajui hao. Nileta hapa mtu ameishi karibu miaka 60, hapa imeandikwa ameishi miezi miwili. Huyu ameishi miaka 80, imeandikwa ameishi miezi mitatu. Akaambia usituulize, kuna idara ya makaburi pale, twende ofisini tukaulize. Walipokwenda wale mabwana wakaambia, ni kweli sisi hatuangalii, hatuvali umri wa mtu miaka mingapi, tuangalie ataweza kukumbukwa kwa muda gani. Mtu ameishi duniani, yeye amejifanyia mwenyewe tu, atusamisha watu kiasi ya miezi miwili, wa maskani atamkumbuka baada ya miezi miwili kusha. Sasa huyu ameishi miaka 70, asema miezi miwili, manake maskani kwa muda wa miezi miwili atakumbukwa. Kama marehemu hapa tungekuwa tacheka kweli, lakini baada ya miezi miwili vicheko vyake vote vishafanya nini? Sahauliwa. Lakini kuna mtu amefanya jambo ambalo jambo hili litaweza kukumbuka. Amemsomesha mtu, yule mtu alosoma leo ni daktari, atamkumbuka kwa miaka yake, kwamba itakuwa miaka atakaoishi yule, yeye anakumbuka, mimi hii elimu yangu kuna fulani alinisponsor mimi nikaweza kufanya. Huyu amefanya dawa kupitia kwa mfuko wa fulani akimsaidia, akumbuka kwamba athari ile imefika kule, kila ile dawa ikiendelea yeye ndio bado ana athari. Huyu amefanya hili, huyu amefanya hili la kheri. Hivi yule bwana alipoelezewa yule kijana, maneno yakamwingia vizuri sana. Akaambia, sasa sikizeni niwaambie, lau mitu huna wadafaktumuni huna, lau nitakufa hapa hivi nilivyo, nikafa kabla sijaondoka mji huu, na mkanizika hapa, faktubu, andikeni nini, hadha mata baada alwiladati mubasharatan. Huyu siku alozaliwa alifanya nini? Alikufa. Siku ile alozaliwa alirudi kabisa, hana chochote cha kukumbukwa hata nukta moja. Ikawa ni sababu ya kurudi sasa kuangalia ile aya inamwambia, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Mwogope Allah katika dunia hii na uangalie nini utakitanguliza kesho. Hivi vya leo vitaisha, lakini kile utakachokipeleka kesho, ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baq. Hili ni jambo dharura, na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yatba'u almayyita thalathatun, mambo matatu yanamfuata maiti. Fayarji'u ithnani, mawili yatarudi. Wayabqa ma'ahu wahidun, lakini moja peke yake ndiyo litabaki naye. Yatba'uhu ahlu, pale anapokufa anapelekwa kaburini, watu wake kweli watashindikiza jeneza. Wa maluhu, pengine gari lake ndio litambeba. Wa amaluhu, lakini na amali yake aliyokuwa akiifanya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, lakini watu wake watarudi baada ya kuhakikisha huyu jamaa hakunuki tena hapo. Manake unapokufa wale watu wako ndio ukandamiza udongo kweli kweli. Wanasema bado
lete jiwe kidogo hapo, wanajaza mpaka hakikishe. Na hawa walikuwa hata vumbi hataki likuguse, lakini hii ndio dunia dania, ndio wanatandika vizuri, wanahakika huyu. Siku moja tulikuwa tukichanga sehemu fulani kupiga ukuta makaburi, tutengenezee wall kaburi. Basi mchanga endelea, kaja bwana mmoja jaji kule akasema, jamaa wale hawatoki hizo senti nini, ukuta nini, wale hawatoki wale, hata watafanyaje, ila yeye ibatu atoki mtu pale. Wameshindiliwa mchanga kweli kweli, na wale washindilia mchanga huo ni watu wao, walihakikisha hakuna mwanya pale, atoki mtu pale. Sasa amali yako peke yako ndiyo itakayobakia, iwe na wewe au msaidizi wako anayekupa anasa na furaha na kukutoa uoga. Jamani, kaburi latisha, kaburi latisha. Uthman ibn Affan alikuwa akishazika analia, na mara nyingine mpaka anazimia. Asema, aulizwa, nini Uthman kinachokuuliza? Asema, alqabru awwalu manzilatin min manazili akhirah, ndiyo nyumba ya kwanza katika nyumba za akhira. Hapa duniani waweza kubadilisha mambo, nyumba yako imekuwa ndogo, haitoshi na familia, ukakodisha nyumba kubwa, lakini kabri likikubana, nani atakufungulia? Una maarifa gani utaweza kulipanua kaburi lile lisikubane? Nyumba imeshika moto, kuna uwezekano ukazima, ukaita majirani, ukaita sijui faya, wakakuzimia. Ukilikuta kaburi la waka moto, utalizima vipi jamani? Nyumba nzito, usiku wa kwanza wa kaburini, tishio lake ni kiasi gani? Wenda sijui kwa shughuli ukashukia hoteli nzuri kuliko nyumba yako, lakini kwa kuwa ni usiku wa kwanza, usingizi unakata, hauji vizuri, ni mwanzo hujazoea kitanda kile. Je, unapotoka kitandani kwenda kwenye mwanandani, mambo yake yatakuwa vipi? Hakuna budi kwa kile muumini kujiuliza maswali haya, kwamba mimi ninavyoishi kweli nina mto gani wa kuegemea kaburini? Ninazo amali zitakazokuja kunizungumzisha ndani ya kaburi? Riwaya nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya al-Bara, anasema, yatihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab tayyibur ruh. Kuna watu kaburini, akisha kuwekwa, ashauliza maswali yake haya, ametulia, na mara anajiwa na mtu mwenye sura nzuri, amevaa vizuri, lakini pia ana harufu mashaallah nzuri, mpaka mwenyewe itabidi amuulize maswali. Mwanadamu mbishi, wewe sehemu hii ukijiwa na mtu nzuri, si umezetu? Lakini mwanadamu akthara shay'in jadala, kila kitu atakakuaju tu, hata mazuri pia atayauliza. Ni nani wewe? Tena huyu mtu asema naye vizuri, akimwambia abshir billadhi yasurruk, chukua furaha kwa mambo, kwa mtu alokuja kwa ajili ya kukufurahisha. Amekuja mtu huyu, nimekuja kwa ajili yako tu kukufurahisha. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, hii ndiyo siku yako uliokuwa ukiahidiwa. Lakini mwanadamu nilivyojibishi, atamwambia manant, kwa nena kheri zote hizi, baada ya muuliza wewe ni nani, fawajhuka wajhu yajiu bil khair, naona uso wako umekuja na kheri, nani wewe? Fayaqulu ana amaluka salih, atakwambia mimi ni amali yako nzuri uliokuwa nao duniani.
ndio nimekuja kwa sura hii kukuzungumzisha, kukupa bishara njema. Hivi Allah tujalie ni wenye kujiwa na sura hizi ndani ya kaburi zetu. Lakini kinyume cha hivyo, kama hakuna maandalizi, yaatihi rajulun qabihul wajh, atajiliwa na mtu ambaye ana sura mbovu, qabihu thiyab, nguo zake tu za kutisha, lakini vile vile mumtinu rih, harufu yake mbaya. Wayaqul amshid alladhi yasu'uk, baba sasa kama ulikuwa kuna vitu vya kutisha duniani na kukutia tabu, ndiye mimi hapa, ndiye nimekuja kwa ajili ya kukukorofisha tu. Waliyadhu billahi. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, hii ndio ile siku uliokuwa ukiahidiwa. Fayaqulu man anta, tamuuliza ni nani? Fawajhuka alwajhu yajihu bishar, kwa sababu uso wako wewe umekuja na ubaya, hakuna uzuri uliokuja nao. Lugha ya vijana umekuja na usongo hapa. Fayaqulu ana amalu, ataambiwa na yule bwana, atamwambia mimi ndiye amali yako. Alkhabith, ile iliyokuwa mbovu duniani. Ulikuwa huna tabia nzuri, ukikera watu, huna ibada nzuri, huna chochote kizuri. Sasa pambana, si ulikuwa wapenda ubaya wewe? Sasa kama wanavyosema watu wetu hapa duniani, kama ubaya ndio huo. Sasa nimekuja na ubaya wangu. Wapenzi waamini, kunatakikana tuzinduke kutokana na usingizi mzito. Kama unavyoishi ndivyo utakavyokumbukwa. Jana hapa msikitini kumekufa mtu ambaye alikuwa akiplay roli kubwa ya msikiti huu. Chifu wa zamani alikuwepo, ameondoka duniani. Leo nazungumziwa kwamba naelezewa yale mazuri aliyoyafanya kwa ajili ya msikiti. Lakini na wewe kama ulikuwa ni shabiki katika maovu, na vile vile watu watakuwa wakikuzungumzia ulivyokuwa shabiki muovu kwa upande wako. Tuamuomba Allah tabarak wa taala wote wema wetu waliotangulia awajalie kaburi zao ziwe ni riyadul janna. Tuamuomba Allah tabarak wa taala ajalie wazazi wetu na ndugu zetu wote wawe katika mabustani ya janna. Allah tabarak wa taala na wafufue kwa kitabu wakikipokea kwa mikono yao ya kulia. Wapenzi waamini, ni wajibu wa kila mmoja wetu ajiulize, mimi nimeacha athari gani katika dunia? Kwa sababu kule kutajwa kwa vizuri ni katika maisha mengine ya pili katika dunia yako. Nabii Allah Ibrahim katika aliloomba kwenye dua zake nyingi, waj'alni lisana sidqin fil akhir, nijalie ya Rabbi niwe nitakuwa nikizungumza vizuri kwa mazuri niliyofanya, watu wakiyazungumza mazuri yangu. Hii ni dua ya Nabii Allah Ibrahim, ikiwa pamoja kwamba Allah amemchagua ni mtu mzuri, lakini bado ataka akiondoka atajwe vizuri. Jiulize wewe, ukiondoka watajwa vipi? Utazungumzwa vipi? Familia yako itakuwa ikikuzungumza vipi? Majirani zako, waliofanya kazi kwako, uliowafanyia kazi, kila yalokuwa man haulak, alopitia kwenye maisha yako. Kun rajulan idha atau man ba'dahu yaquluna qad marra wa hadha al-athar. La pekee la kukusaidia kuwa ni mtu ambaye ukiondoka watakaokuja watasema kweli kulikuwa na mwanamume katika mtaa wetu, kweli kulikuwa na mtu katika mji wetu, kweli kulikuwa na mwanadamu, na hii ni athari yake, alituachia zuri hili na hili. Lakini mengine yote unayoyafanya ujue haya yote yatakwisha, na huenda yakenda kukutesa pamoja kwamba wewe umeyabakisha ulimwenguni. Ibn Umar radiyallahu anhuma asema, libni adam musibatan yatruku malahu kulla wa yus'alu anhu kulli. Mwanadamu ana misiba miwili mizito sana. Mwanadamu dunia hii atakusanya na kukusanya
aumie kichwa kwa kukusanya mali yake na mambo yake, lakini kuna siku atayaacha yote. La kusikitisha, asema na siku akifufuliwa ataulizwa kila alichokikusanya. Wengine wanakitumia huko alipokwenda, anaulizwa maswali, ulikipataje na ulikitumia vipi? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اتقوا الله عباد الله فإن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. mpenzi muumini, yachukue maneno haya: al-aqilu man taraka ad-dunya qabla an tatruka, mwenye akili ni yule atakayeacha dunia kabla dunia haijamwacha. Walivyofasiri maneno haya wasema kwamba maana yake sio kwamba usile duniani, usilale, usioe, usifanye kazi, la, maana yake alla tubiduka ad-dunya an hadafi, dunia isikuweke mbali na lengo lako. Lengo lako kubwa ni nini? faman zuhziha ani nnari wa udkhila aljannata faqad faz wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur. Allahumma ighfir lilmu'minina walmu'minat